Naam, karibu tena mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na ambayo yana trend katika mitandao ya kijamii jioni hii. Sakata la utekaji nyara wa Humphrey Polepole la wagawa na kuwatenganisha vigogo wa kisiasa hasa CCM. Kigogo mwingine wa CCM jioni hii sasa atoa kauli tofauti nzito kuhusu serikali ya Samia Suluhu Hassan na utekaji nyara wa Humphrey Polepole na kutoweka kwa Humphrey Polepole siku ya 7 leo. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Utekaji nyara wa Humphrey Polepole ikipita siku 7 au wiki moja sasa hivi umeweza kuzua hali ya wasiwasi, taharuki pamoja na hasira kuelekea maandamano ya tarehe 29 Oktoba ambayo yameweza kupangwa kufanyika nchi nzima yatakayoongozwa na upinzani pamoja na vijana wa Gen Z. Hata hivyo, ripoti mpya sasa hivi kutoka kwa mwanasiasa mkongwe na mbunge wa zamani wa Simanjiro chini ya chama tawala cha Mapinduzi CCM anayefahamika kama Christopher Ole Sendeka ameweza kuvunja ukimya na kuzungumzia vikali matukio ya utekaji nyara wa Humphrey Polepole yanayoendelea nchini Tanzania na kuyataja kuwa ni matendo ya aibu ambayo hayana nafasi katika taifa linalojengwa kwa misingi ya haki na utu. Kauli yake hiyo imekuja wakati tukio la kupotea kwa balozi huyo wa zamani Humphrey Polepole likiendelea kuzua mjadala na sintofahamu ya kitaifa, huku wananchi wakihoji hali ya usalama na uhuru wa Tanzania. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari jijini Arusha Oktoba tarehe 12, Ole Sendeka alieleza kusikitishwa kwake na tukio la ajabu la kupotea kwa Humphrey Polepole licha ya binafsi kuwa CCM na kusikitishwa sana na matukio mengine yanayodaiwa kuwa ni ya kutekwa. Alisema vitendo hivyo haviendani na maadili ya jamii yenye amani na demokrasia. Kwa maoni yake, hakuna taifa lolote linalodai kuheshimu haki za binadamu linapaswa kuvumilia tabia kama hiyo, hasa pale kiongozi anayeheshimika kama Humphrey Polepole anaweza kutoweka bila kujulikana alipo. Aliitaja hali hiyo kuwa haikubaliki na inaharibu taswira ya nchi hii ya Tanzania. Ole Sendeka alisisitiza kuwa demokrasia ya Tanzania haipaswi kufunikwa na uoga au kimya, hasa kufuatia kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole. Alisema pamoja na kwamba taarifa za utekaji nyara ni za kutisha, ni muhimu pia kuhakikisha kwamba shutuma zinazotokana na ukweli na sio za kubahatisha au za uongo. Hata hivyo, alishikilia kuwa kila kutoweka lazima kuchunguzwa kwa uwazi ili kurejesha imani ya umma. Siri inayoendelea kuhusu alipo Humphrey Polepole, alisema, ni mwamko kwa serikali na umma kulinda maadili ya kidemokrasia ya nchi. Katika maelezo yake, mbunge huyo wa zamani alipuuzilia mbali dhana kwamba kila mkosoaji wa serikali anakabiliwa na utekaji nyara, akibainisha kuwa yeye mwenyewe amekuwa muwazi katika masuala kadhaa lakini hajawahi kulengwa. Alisema kupotea kwa kushtua kwa Humphrey Polepole kusitumike kujumlisha au kuwajengea hofu wanaotoa maoni tofauti. Badala yake inapaswa kutumika kama fursa ya kuboresha mazungumzo na kuimarisha uwajibikaji katika utamaduni wa kisiasa wa taifa. Kigogo huyo wa CCM Ole Sendeka pia alisisitiza umuhimu wa kutofautisha kati ya upinzani halali wa kisiasa na uvumi mbaya wa mtandaoni. Alidokeza kwa kufuatia kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole, habari potofu zimeenea haraka kwenye mitandao ya kijamii na hivyo kuzidisha wasiwasi wa umma. Aliwataka wananchi kuwajibika na kutegemea taarifa zilizothibitishwa kutoka katika vyanzo vinavyoaminika badala ya porojo ambazo zinaweza kuligawa taifa. Mwanasiasa huyo mkongwe aliendelea kumtetea Rais Samia Suluhu Hassan kwa kusema kuwa mtindo wake wa uongozi unaotokana na huruma na kuheshimu haki za binadamu. Alisema kuwa haiwezekani kumhusisha na aina ya vitendo vinavyohusishwa na utekaji nyara kama vile kutoweka kwa Humphrey Polepole. Ole Sendeka alisema kuwa wanaomfahamu rais binafsi wanaelewa kuwa kamwe hatakubali au kuunga mkono tabia hiyo ndani ya serikali yake. Alisisitiza kuwa rekodi yake inaonyesha kujitolea kwa amani na mazungumzo badala ya kulazimishana. Alifafanua kuwa tabia na uongozi wa Rais Samia Suluhu daima umeonyesha uwazi na ubinadamu, jambo ambalo linafanya iwe vigumu kuamini kwamba angeruhusu mtu yoyote katika utawala wake kuhusika katika vitendo kama vile kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole. Kulingana naye, rekodi ya utendaji ya rais inaonyesha heshima kubwa kwa maisha na utu wa binadamu, maadili ambayo yanapingana moja kwa moja na vitendo vya vitisho au kutoweka. Aliwataka Watanzania kupinga vishawishi vya kuingiza siasa katika kesi ya Humphrey Polepole, akionya kuwa kufanya hivyo kutachochea mgawanyiko. Ole Sendeka kutoka CCM alitoa wito kwa wananchi kuwa watulivu na kuendelea kuamini uimara wa taasisi za nchi na jeshi la polisi, hata wakati tukio la kupotea kwa Humphrey Polepole likiendelea kutawala mazungumzo ya umma. Alisema umoja wa taifa na imani katika haki ni muhimu katika nyakati hizo zisizo za uhakika. Mbunge huyo wa zamani aliwahimiza viongozi katika safu za kisiasa
kisiasa kushiriki katika mazungumzo yenye kujenga badala ya kueneza hofu, akisisitiza kuwa mawasiliano ya wazi ndio njia pekee ya kuponya kutoaminiana kwa umma. Pia aliona kwamba kutoweka kwa Humphrey Polepole kumedhihirisha mgawanyiko mkubwa kati ya wasomi wa kisiasa wa Tanzania. Baadhi ya viongozi wa upinzani wameishutumu serikali kwa kuridhika, huku wengine ndani ya chama tawala wakisisitiza kuwa hali hiyo inatumiwa kwa harakati za kisiasa. Ole Sendeka alisema mgawanyiko huo una afya na unalivuruga taifa katika kutafuta suluhu za kweli. Alikariri kuwa bila kujali itikadi za kisiasa, kila mtu anapaswa kusimama upande wa ukweli na haki. Mbunge huyo wa zamani alisisitiza kuwa kutoweka au kutekwa kwa Humphrey Polepole kunapaswa kuwa wakati wa tafakari ya kitaifa na kuvitaka vyombo vya habari kuchukua jukumu la kuhabarisha umma. Alibainisha kuwa hisia zinaweza kuchochea mivutano kwa urahisi na waandishi wa habari lazima wafikie hadithi kama hizo kwa weledi na huruma. Kwa maoni yake, sifa ya taifa kama kinara wa amani katika eneo hilo inategemea jinsi inavyoshughulikia kesi kama vile kutoweka kwa Humphrey Polepole. Wakati akihitimisha hotuba yake, Ole Sendeka aliwataka Watanzania kuzingatia matumaini badala ya kukata tamaa kutokana na kutoweka au kutekwa nyara huku kwa kushtua kwa Humphrey Polepole hivi majuzi. Ujumbe wa Ole Sendeka ulibeba uzito wa kihisia ambao uligusa zaidi ya mistari ya kisiasa. Alilikumbusha taifa kuwa kupotea kwa ajabu ama kupotea kwa kushtua huko kwa Humphrey Polepole si swala la kisiasa tu, bali ni swala la kibinadamu linalogusa dhamiri ya kila Mtanzania. Alisema kuwa katika nyakati kama hizi umoja unakuwa muhimu zaidi kuliko itikadi zozote na huruma lazima iongoze mwitikio wa kitaifa. Ole Sendeka aliwataka wananchi wote kusaidiana kwa mazungumzo, kuhurumiana na kutafuta ukweli, huku akibainisha kuwa haki kwa mtu mmoja huimarisha haki kwa wote. Alisisitiza kwamba nguvu ya maadili ya Tanzania kama taifa haitapimwa kwa jinsi inavyoitikia faraja, bali kwa jinsi inavyokabiliana na matatizo kwa heshima na ujasiri. Katika ombi lake la mwisho, Ole Sendeka alitaka serikali, asasi za kiraia na jeshi la polisi na taasisi za kidini kuendelea kutetea uwazi kuhusu tukio la kupotea kwa Humphrey Polepole. Alisema jitihada za kutafuta ukweli ni lazima zibaki bila kuegemea upande wowote na kujikita katika maslahi ya pamoja ya amani na utulivu wa taifa. Mbunge huyo wa zamani alihitimisha kuwa ni kwa njia ya uwazi, kuheshimu haki za binadamu na kutafuta haki bila kuyumba, ndipo Tanzania inaweza kuhifadhi urithi wake kama nchi iliyojengwa juu ya haki na ubinadamu. Kutokuwa na uhakika kuna kuendelea kuhusu hatima ya Polepole, alibainisha kunafaa kuhamasisha kugawanya wa Tanzania au taifa katika kudhibitisha dhamira yake ya huruma, uwajibikaji na utakatifu wa kila maisha ya binadamu. Mtazamaji, ni juze maoni yako upande wa comment section, alafu bonyeza neno like na alama ya subscribe na alama hiyo ya kengele chini ya video hii ili uwe wa kwanza kupokea taarifa zetu kila wakati zitakapojiri. Kisha bonyeza box hicho kwenye screen yako. Ukifanya hivyo kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya, taarifa ambazo zinajiri au kutrend siku ya leo ama jioni hii katika mitandao ya kijamii. Ni hayo tu niliyokuandalia sasa hivi mtazamaji, tukutane tena baada ya mapumziko mafupi kwa taarifa ama habari zaidi zinazoendelea kujiri katika mitandao ya kijamii na katika nyanja za kisiasa humu nchini na Afrika Mashariki.